Ndugu wanahabari, makanisa 6 ya Ufunuo na Uzima katika mkoa wa Mbeya pia yamefungwa. Hii ni kufuatia tamko la serikali kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini la kufunga makanisa ya Ufufuo na Uzima na kwamba kutoendelea kufanya shughuli katika matawi yake yote yaliyopo nchini. Hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kupokea maelekezo hayo tuliweza kufanya ufuatiliaji na kufikia tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 jumla ya makanisa 6 ya Ufufuo na Uzima yaliweza kufungwa katika mkoa wetu wa Mbeya, na haya yalifungwa moja likiwa katika wilaya Mbalizi, wilaya ya polisi Mbalizi, mawili yakiwa katika wilaya Chunya, moja katika wilaya Mbeya na nyingine katika wilaya Mbarali. Kwa hiyo kufanya jumla na moja katika wilaya Kyela, na kufanya jumla ya makanisa 6 katika mkoa wetu. Lakini bado ufuatiliaji unaendelea kufanyika, na pindi tutakapobaini tutaweza kuhakikisha kuyafunga yote na kuweka ulinzi. Mpaka sasa hivi tumeweka ulinzi kuhakikisha kwamba hakuna shughuli zinazofanyika, na tumeshirikisha viongozi wa maeneo hayo ambako makanisa yamejengwa kuwataka wananchi na waumini kwa ujumla pamoja na viongozi wa dini wasifanye shughuli hii ya kuendesha shughuli za kidini katika makanisa hayo. Jamani, yani hii roho ya kufunga makanisa ni roho ya shetani ambayo imevaa vazi la serikali. Yani ngoja niwaambie ule ukweli. Roho ambayo inaendelea Tanzania na Wakristo wanaichekea, hii roho ni ya shetani, lakini imetumia vazi la kiserikali. Kwa maana neno la Mungu linasema mchungaji akipigwa kondoo utawanyika. Kwa hiyo anayetafutaga kupiga mchungaji huwa ni shetani. Siku zote silaha ya shetani ni kuangalia yule ambaye ni kiongozi. Akisha mkamata kiongozi, akamgaragaza, akamwangusha, akampiga, basi hapo ujue kondoo watatawanyika, watakosa mwelekeo, kila mmoja atatafuta njia yake. Kwa hiyo ndio kazi ambayo shetani huwa anaifanya, na hii ndiyo harakati zake za siku za mwisho. Mimi nataka nikwambie jambo moja, kutokana na Biblia inavyoeleza kwamba shetani kazi yake ni kutafuta kupiga mchungaji ili kondoo walio wengi waweze kutawanyika. Kwa sura hiyo, kutokana na Biblia, maana yake shetani amevaa vazi la kiserikali ambalo limekosa aibu na kushindwa kutambua kwamba kanisa ni sehemu ya umoja wa watu. Haiwezekani kwamba kanisa ulifungie kwa sababu ya mtu mmoja. Hii sio haki kabisa. Maana yake kwamba makanisa 6 yamefungiwa kwa sababu ya kiongozi wake, ama miongoni mwa mchungaji huyu ambaye ndio kiongozi wa makanisa hayo, taasisi hiyo. Maana yake inasababisha hata haki ya watu wengine inakosekana. Haki ya kuabudu kwa wengine inatoweka kwa sababu ya maamuzi ya sura ya kiserikali kwamba kufunga makanisa. Kiukweli hii kwenye picha ya Biblia ni shetani aliyevaa vazi la serikali. Maana yake anajua ya kwamba ni kama anakomoa, ni kana kwamba anamkomoa Gwajima. Lakini hapa yani serikali inaumiza waumini wengine wasiokuwa na hatia. Inaumiza mabinti ambao ni vijana wadogo, watoto wadogo ambao wako Sunday school wanajifunza masuala ya Bible. Inawaumiza hata wao wasiokuwa na hatia. Ikiwa kama utafungia kanisa kwa sababu ya kiongozi wao, na sababu nimejaribu kusikiliza hapa, hakuna sababu zilizotolewa.
Hii ni taharuki ambayo ni mbaya sana kwenye taifa letu. Ni mbaya sana kwenye sikio la kanisa. Ni mbaya sana kwenye sikio la kanisa kinachoendelea. Mbaya sana. Kuna sauti inasikika, na isikia ni sauti ya shetani. Yani mimi na uhakika kabisa hili ni shetani amevaa vazi la serikali kwenye upande huo kufunga kanisa. Mimi nilikuwa najua wangeweza tu kumchukua Gwajima wakamweka sehemu. Lakini kanisa unawezaje kufungia watu maelfu na maelfu kwa sababu ya mtu mmoja? Ni jambo la hatari sana linaloendelea. Ni jambo la hatari sana. Ni jambo la hatari sana. Mimi nawaomba sana wa Kristo. Ninawaomba sana wacha Mungu. Ni muda wa kuomba Mungu sana katika taifa letu. Maamuzi ambayo yamefanyika hapa yanatisha katika ulimwengu wa roho. Yanatisha kabisa. Yanatisha maamuzi hayo. Maana yake kitendo cha kufunga makanisa na watu wanasikia hivi ni kama hawaoni kitu kinachoendelea. Yani ni kitu kiroho, ni kitu kinawasha. Kina historia kule nyuma. Kina historia nyuma. Waliwahi kufanywa hivyo katika Agano la Kale, kushambuliwa kwa watu wa Mungu. Hizi ni dalili mbaya sana kwa Ukristo. Dalili mbaya sana kwa wacha Mungu. Dalili mbaya sana kwa wasafiri wa kwenda mbinguni. Dalili mbaya sana kwa Wakristo. Dalili mbaya mno, kwa sababu hili jambo limetokea. Linaweza likatokea kwa mzee Opako. Hili jambo limetokea. Linaweza likatokea kwa Mwingira. Hili jambo limetokea. Yanaweza kutokea kwenye makanisa yoyote yale, na hakuna atakayeweza kuongea. Ila nikwambie jambo moja. Siku zote kuko hivi. Mtoto ukiwa unamlea, mtoto waga anajaribu kitu ambacho anahisi kuwa anaweza akakifanya ama sikufanye mbele yako. Ikiwa nyumbani kwako umezuia mtoto wako asivae suruali, utashangaa siku moja amevaa suruali, anakuambia anaenda kulalia tu. Ukishaongea kwa utaratibu, usionyeshe action, ataona kumbe kuvaa suruali ni kitu cha kawaida. Kesho tena anaweza akasema niko nayo tu humu ndani, ninafanya nayo kazi suruali, sitoki nayo nje. Itapita hiyo siku, na kesho kutwa tena ataamka anasema naenda nayo tu sokoni, na mwisho wa siku huyu mtoto ataendelea kuvaa suruali mpaka nje. Watoto wana tabia kujaribu, na ndivyo ilichofanyika hapa katika serikali yetu, kwa lengo la kuonyesha makanisa kwamba tuna uwezo wa kukufungieni makanisa kwa dakika 2-3. Kwa sababu hapa ni kama mmebipiwa makanisa mengine ambayo mnaotazama. Kitendo hiki kinaashiria hatari ya kiroho, hatari kwa Wakristo. Inaumiza sana. Inaumiza sana kitendo cha kuingia mpaka kwa watu wengine wasiokuwa na hatia. Inaumiza sana. Ni ishara mbaya kwa kanisa. Ni ishara mbaya kwa Wakristo. Ni shetani amevaa vazi la uongozi. Ni shetani amevaa vazi la uongozi. Hii ni hatari sana. Ninaongea kwa uchungu, kwa sababu yani shetani amejivika vazi la uongozi kuhakikisha kwamba anainyamazisha nguvu, ananyamazisha Ukristo kwa njia kadha wa kadha. Huyu ni shetani. Huyu ni shetani. Kwa sababu asingekuwa shetani, angeliweza kudiri na mtu ambaye ana makosa, akaacha kanisa, akaacha waumini, akaacha watu wengine. Niambie, hao waumini wanasambaza sumu gani huko juu ya serikali? Hao waumini wanachukua picha gani? Wanasambaza maneno gani? Wanasambaza uadui juu ya serikali, wanasambaza mabaya juu ya serikali.